sisi tuna kero ya uhaba wa maji ambayo si salama ambayo tunatumia. Naona hapa tulipo walikuja wakatudanganya kuwa watatuletea maji ambayo yako salama, lakini mwisho wa siku hilo zoezi hatukuweza kuliona, bali tunadiriki kutumia haya maji ambayo ni ya madimbwi. Mwisho wa siku kuna wakati anajaa, unakuta watu wanaogelea humo, wanakunya humo, kini tunakosa maji salama. Kwa hiyo tungeomba serikali kama serikali katuletea maji ambayo ni salama. Tuliwahi hata kuchanga hela, kila mmoja katoa mchango wa shilingi 5,500 tukaziwakilisha hizo hela, baadaye hatukuona mafanikio yake. Kwanza mimi ni katika umri wangu na miaka 52. Tunatumia haya si mengine. Madhara ya maji haya, minyoo kwa watoto, pia na kikohozi, mafua kulingana na maji kama haya tunayotumia. Kwa hiyo miaka ni mingi zaidi ambayo tumeitumia. Mimi umri wangu ni miaka 50 nikiona hivi. Tunaomba serikali mtusaidie katika maji haya. Watoto wanaanza kuugua kwa sababu ya maji machafu. Vinafika muda wa jioni na sisi wenyewe wanawake tukazisikia vibaya. Tatizo hili la maji limekuwepo tangu enzi za uhuru niseme. Sio kwamba tu ni hivi karibuni, ni tangu enzi. Kama unavyoona kitongoji hiki ni miongoni mwa vitongoji 64,314 vya Tanzania bara, lakini ni miongoni mwa vitongoji pekee ambacho hakina huduma ya maji za bomba, ikiwa ni pamoja na maji ya visima. Hata kisima tulichokuwa nacho miaka ya nyuma kimeharibika kati ya miaka 10 iliyopita. Kwa hiyo tatizo wananchi ambao wamelizungumzia kuhusu maji haya mnayoyaona ni dhahiri shahiri kwamba tatizo hili limekuwepo tangu enzi mpaka sasa linaendelea. Lakini si pamoja na hayo, Mheshimiwa Diwani ameendelea kutuahidi kwamba atatusaidia kuja kutatua kwenye harakati za utatuzi wa changamoto za maji. Kwa hiyo ni waombe waandishi wa habari, mnapoona tatizo hili muweze kulifikisha kwenye vyombo vya habari na hatimaye kulifikisha kwenye wizara husika, na hatimaye kitongoji hiki kiwe miongoni mwa vitongoji vinavyopata maji safi na salama. Maji haya yana changamoto nyingi, minyoo, lakini pia hata watoto matumbo kuvimba kutokana na minyoo inayotokana na maji haya machafu kama mnavyoona kwenye picha hizi. Lakini sio hivyo tu, watu wanakunya humu vinyesi, watu wanaogelea humu maji machafu sana hivi. Lakini kwa neema tunapumua, lakini nitegemea kwa jinsi tunapata maji machafu kwamba tungeendelea kupata shida za magonjwa baada, lakini Mungu anaenda kulinda. Ni kweli changamoto ipo. Ni kitongoji cha Bulambira ambacho kiko kwenye kijiji cha Ntobe, lakini kwa neema ya Mungu kijiji cha Ntobe ndio kijiji pekee cha kwanza kabisa kupata mradi wa maji tiririka kwenye kata ya Ntobe, kikitanguliwa na kijiji cha Chivu na kikifuatiwa na kijiji cha Runzenze, ambacho kijiji cha Runzenze kwa bahati mbaya kuna baadhi ya miundombinu ambayo iliharibika tu kwenye mchakato wa kuirekebisha. Sasa kitongoji hicho ambacho wananchi wanalalamika wa kitongoji cha Bulambira, ni kweli kama unavyoona ni sehemu ambako kuna milima. Kwa hiyo kutokana na milima na kitongoji kiko bondeni, kwa hiyo iliweka changamoto kubwa sana kwamba maji tunayoyatumia ni maji ya gravity. Kwa kuwa maji haya ni ya gravity, hayasukumwi na nishati nyingine, yale maji yenyewe yanajipeleka, ni maji tiririka yanaenda yenyewe. Kwa hiyo kutokana na hali ya milima ya kitongoji kile namna jinsi kilivyo, hatukuweza kupeleka maji kwenye kitongoji kile, lakini serikali kwa kutambua uwepo wa wananchi na thamani yao kwenye kitongoji kile, tulijenga visima takriban visima 3 kwenye kile kitongoji. Madai ambayo wananchi wamedai kwamba waliwahi kuchanga hela kwa ajili ya kwamba ili wawekewe kisima, hayo madai sio sawa. Watakuwa wamesahau ni kwamba mradi unajiendesha, mradi ya maji unajiendesha. Kwa hiyo vitongoji vyote na vile ambavyo havina maji kwenye kijiji cha Ntobe pamoja na vijiji vingine walikubaliana, wakakaa kwenye mkutano wakakubaliana kwamba inatakiwa wachangie maji. Kwa hiyo vitongoji vingine walikuwa wanachangia 1,100 kila mwezi. Kwa hiyo wao kitongoji hicho cha Bulambira walilimbikiza kwa muda
wakawa hawajalipia yale maji ambayo ile 1000 ambayo wanapaswa kulipia kwenye huduma ya maji, ili na wao waingie miongoni mwa wananchi wengine wanaolipia. Kwa hiyo walikuja kulipa kwa wakati mmoja. Viongozi walienda wakakusanya ile pesa, wakawa wamekusanya kiasi cha 600,000 kikawa kimeingizwa kwenye mfuko wa jumuiya. Kwa hiyo pamoja na kuangalia sasa, ili tuone kama unajua malengo ya wananchi kulipa wao wenyewe pesa, ule mradi kwamba ujiendeshe, ni kwamba ile jumuiya iwe na uwezo wa kuwasogezea wananchi maji, iweze kununua mabomba na gharama zingine zinazotakiwa kwa ajili ya kuwapelekea maji. Lakini kaonekana hamna uwezekano wa kupeleka maji ya gravity, yanahitajika mabomba mengi ambayo ni ya thamani kubwa. Lakini pamoja na hiyo, maji yaliyopo kwenye chanzo ni kidogo. Ile mwanzoni wakati tuna mawazo ya kupeleka maji kule tulikuwa na maji ya kutosha. Lakini kwa bahati mbaya 2022 tulipata mafuriko kwenye kata ya Ntobeye, ambayo mafuriko yale yalileta athari kwenye baadhi ya vitongoji vya kata ya Ntobeye, lakini ikiwa ni pamoja na kwenye chanzo cha maji ambacho wananchi walikuwa wanategemea. Kwa hiyo tuna maji kidogo sana.